Kwanza tumeona tayari Azam FC, tukitazama kwa sasa naona kama mechi kubwa nyinyi kwenu zimekuwa ni mechi ambazo ni za tafu na mnaonyesha ushindani zaidi katika ligi ya NBC. Nini hasa ukitazama kwa haraka haraka na mashabiki wa Azam FC, kuna nini ambacho huwa mnajiandaa katika michezo mikubwa pia? Kwa sababu sisi tuna wachezaji bora. Miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji bora Tanzania ni sisi. Kama ulivyoona timu ya taifa imeitwa, lakini sisi ndio timu ambayo tumetoa wachezaji wengi, lakini pamoja na kutoa wachezaji wengi bado kuna listi ya wachezaji wengine ambao wameachwa ambao ni bora mpaka sasa kwenye ligi ya Tanzania, kwa sababu nchi ya Tanzania kwa sasa hivi hakuna fullback namba 3 kama Pascal Msindo. Yani hakuna namba 3 huyo nchi hii hayupo ambaye anamzidi Pascal Msindo. Umeelewa? Sio Kibabage, sio Zimbwe, wote wanakaa nyuma Pascal Msindo, kwa sababu unajua wanasema ki age wise na performance. Yani Msindo ni mali ambayo iko sokoni na ni dhahabu. Umeelewa? Kwa hiyo ukizungumzia Msindo ameachwa, nadhani umeona mwenyewe national team, angalia hiyo maana unaona level ya wachezaji hiyo, ameachwa Lusajo kama Mwikenda. Kwa sasa hivi Tanzania, kwanza msimu uliopita ukimzungumzia Lusajo maana unamzungumzia fullback ambaye au kwenye zile safu za mabeki, safu za ulinzi, yeye ndo ambaye alikuwa na performance bora msimu uliopita kuliko beki yote. Automatically yeye ndo anakuwa beki bora. Anawazidi wachezaji wote kwa performance ya msimu uliopita. Tafsiri yake akiwa beki bora, lakini ameachwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Amekuja nani? Unaona Emidi Mao Mkami Ninja kisu cha bucha, kisu ambacho kinaisha na makali yake. Umeona ameachwa. Kwa hiyo ni 6 ukijumlisha inakuwa ngapi? 9. Almost Azam FC yote imeenda national team. Ingekuwa hivyo, lakini umeona kama hivyo ameachwa. Kwa hiyo tafsiri yake kwa swali lako ni kwamba tuna cream ya wachezaji ambao wanaweza kushindana katika mazingira yoyote na kwenye timu yote wakacheza na watu wakaona performance nzuri. Ukitazama pia Aishi Salum Manula amerejeshwa katika kikosi cha Taifa Stars. Miongoni mwa comment ambazo tunahisi kwamba Watanzania wengi wanaamini kwamba Aishi Manula ndio yule ambao watu wanamfikiria na kumtazama zaidi, anarudi kwenye ubora wake ama kuna kitu anatengenezwa pia. Tumeona mechi kubwa za Azam FC akihusishwa na Florai Benge. Nini hasa Watanzania wasubirie comment yao kwa kocha Miguel Gamondi kumuita kwenye kikosi cha Taifa Stars? Unajua nikwambia kitu kimoja, kwa taifa la Tanzania twende mbele turudi nyuma, tuonge ukweli kushoto twende kulia, ila uhalisia uko pale pale kwamba Tanzania wani ni Aishi Manula. Ni swala tu la kuitafuta fomu yake ili aweze kuwa na ile fomu yake, aweze kuonesha mtu anaonesha. Kama unavyoona ana clean sheet ngapi? Na clean sheet 6 sasa hivi. Umeelewa? Akifuatiwa na Foba mwenye clean sheet 5. Na wote wapo national team. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wachezaji ambao wana ubora mkubwa wakikutana wanatengeneza kitu ambacho kinakuwa kizuri. Aishi Manula alifanywa majungu kwenye timu yake iliyopita, wakamuulia karia yake kwa namna fulani ili aonekane kwamba ni mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye hawezi kufaa kwa lolote kwa chochote. Lakini nadhani umeona kinachotokea, amelifanya balai, Benge amemwamini, anaonyesha sasa hivi hizo na kukwambia clean sheet 6, manake ndio timu ambayo katika timu ambazo zimeruhusu magoli machache ni pamoja na Azam Football Club. Kuna baadhi ya mechi tumeondoka na pointi moja, hizi sare ambazo zinasemwa, lakini kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Aishi Manula. Kwa manake ubora wa Manula sasa hivi unadhihirika na kila mtu ambaye alikuwa amemletea majungu na kutaka kumwadibia yule kijana legacy yake kwenye mpira wa Tanzania. Sasa hivi anaumbuka, kijana yuko national team na ninaamini leo kwenye kikosi cha bench cha Miguel Gamondi anaanza kwenye first 11. Ina maana kuna watu ambao nahisi kwamba walikuwa wanamtengenezea ubaya Aishi Manula. Wewe hujui? Sijui, ndio maana wewe haiwezekani bwana. Kila mtu anajua kwamba kuna watu walikuwa wanamtengenezea mazingira aonekane sio mchezaji, ila leo hii wanatubu mpaka kwenye page yake ya mitandao ya kijamii ukiona unamuona kabisa. Wanamwambia kabisa bwana tusamee sisi bwana, kweli tulikuwa tunakufanyia majungu, ndio hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo maana yake majungu wamemfanyia majungu wakitaka kumuulia kari yake kijana, ila bahati nzuri tu ni mtu ambaye anakuao. Ingekuwa kwao ingekuwa matatizo, lakini anakwao. Kwa kitendo cha kuwa na kwao ndio kinapelekea sana anafanya vitu vizuri, anafanya vitu ambavyo vinapendeza na mpaka sasa hivi kwenye national team. Unarudi pia kwa sasa tukitazama Azam FC kirejea katika msimu kwenye ligi duru la pili, mko na Singida Black Stars. Ni mchezo ambao ni mgumu na tunaiona Singida Black Stars ikizidi kuperform miongoni mwa timu bora 4 za Tanzania ikiwemo Singida Black Stars. Unahisi ni ushindani wa aina gani katika mchezo huo pia? Wale vijumbe ukisikia vijumbe ndo Singida. Yaani wale wazee wa kutumwa. Sasa vijumbe vipi? Si wazee wa kutumwa, wana hatari wale wakipewa maagizo, na wanapewa maagizo ili kuna mtu baadaye aje kuposti kwenye mitandao ya kijamii, aje kuandika nimefurahi. Yaani kuna baadhi ya matokeo yakitokea kuna mtu anaandika nimefurahi, ndo kaida yao. Kwa hiyo tunajua kwamba kwa sababu mipango yao ni ya mtindo huo. Subiri tunaenda kudili nao, na bahati nzuri unajua saa nyingine mazingira yako ya ufanyaji wako wa kazi yanaweza kukuchongea. Singida wapi vijumbe hivyo vijumbe si vinatumwa na kuna watu kwa nini anaandika kila siku mitandao akiona timu wenzake tu imeharibika, sisi tukitoka sare tu nimefurahi. Wewe unajua kumuona mtu anaandika vitu kama hivyo?
kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ndio tunauliza nani? Sasa fanya research utampata, yupo. Huyo mtu anatisha kila siku. Wenzake wakitoka sare nimefurahi, wakifungwa nimefurahi. Kwa hiyo maana yake tunajua kwamba Singida ni kijumbe ambaye atatumwa kufanya kazi hiyo ili mtu aandike maneno. Sasa Azam Football Club tutahakikisha ili jambo haliwezekaniki na litokee Singida lazima tumpasue. Tunaanza na Singida ambaye ni kijumbe, tunakuja kumaliza na Mshangazi tarehe 5. Bwana Bigi, kabla sijaja huko kwenye hayo mambo yako, Azam FC msimu huu kwenye duru ya raundi ya kwanza mchezo hata mmoja hajapoteza, yeye dhidi ya Young Africans. Bwana, mnaonaje? Dalili nzuri zinanukia msimu huu mkimaliza kama unbeaten? Huu msimu inawezekana kwa asilimia kubwa ni kweli tukamaliza kama unbeaten, au sio bwana? Japo unbeaten yetu, kitendo cha kutokuwa tunashinda mechi sare zikiwa nyingi haipendezi. Umeona kwa matokeo ya mpira ukifanya calculations zinakuwa sometimes hazileti picha mzuri. Yaani ikionekana una sare nyingi, wanasema ni bora kufungwa mechi mbili alafu ushinde moja, utakuwa umeondoka na pointi ngapi? Utakuwa umeondoka na pointi 3. Umeelewa sijui? Kuliko kutoka sare mechi mbili, maana yake utakuwa umeondoka na pointi ngapi? Pointi 2, kitu ambacho hakipendezi kimahesabu. Kwa hiyo ni kweli tumetoka sare nyingi, lakini hatujaruhusu, hatujafungwa. Ni kitu ambacho kwenye rekodi tunakaa kwenye timu ambazo hazijafungwa. Sasa ndio maana tunapoenda kuanza duru ya pili, maana yake tunaenda kuanza kwa namna nyingine na staili nyingine. Tunaenda kuanza katika staili ya kulazimisha. Unataka utafungwa, utaki utafungwa. Ndio duru ya pili tunaenda kudili nayo ya mtindo kama huo. Unataka utafungwa au utaki utafungwa. Ndio duru ya pili. Hata Singida nao atakutana. Sio Singida tu, nimekuambia aje kijumbe, aje Mshangazi, yoyote yule anakutana na hiyo kitu. Hataki atafungwa, anataka atafungwa. Nisikize mimi nakwambia Deliki. Sasa wanasema wao wanachokisema ya kwamba mliwabahatisha katika duru ya raundi ya kwanza, walikuwa hawana wachezaji wao mahiri ambao wanao leo, kina Libase Gie, Aniseti Yeura, Inoloemba, lakini pia vile Kasali pia hakuwepo siku ambayo mnawafunga wao. Mnakwenda kukutana nao Kihama bin Dhahir. Unajua mimi nilikwambia kitu kimoja. Watu wengi ambacho wakijui kuhusu Simba sasa hivi ni kwamba Simba imebadilika kitu kimoja tu. Wametoka kucheza mpira wa watu ambao hawajui kabisa, wamehamia kucheza mpira wa watoto wa shule. Unajua mpira wa watoto wa shule? Mpira wa watoto wa shule maana yake tunapasiana sana, mtapiga pasi vienga vingi, mtapiga daladana au sio bwana, kanzu za kutosha, ila baadaye matokeo mnakuja kulaumiana. Umeelewa? Sio Simba hiyo nakutajia. Simba hiyo nakutajia. Kwani Simba na nini? Ndugu yangu, sisi pale tumeweka password, na ile password tunayo sisi tu, ndio tunajua cha kufanya. Timu za Kariakoo ndio tumeweka password zote mbili. Simba ambayo Yanga afurutuki hata nani? Sasa Yanga unamtaja Yanga tu nani sasa? Yanga yeye nani? Wewe si uliomba mechi ishe. Mimi niombe mechi ishe? Wewe msemaji wao Yanga umsikia na anaomba hataki kucheza na Azam. Wewe hujasikia? Wewe hujamsikia anasema kwa nini mwezi wa 3 tunacheza na Azam kila siku? Anasema kabisa wataki mechi na Azam. Useme mimi nimemkimbia yule au nimemkimbia nao unamsema yeye? Huyo. Mimi nakimbiaje timu kama ile? Wewe ani Azam FC tuwakimbie wale. Wamepeleka barua bodi ya ligi kwamba wataki kucheza na Azam FC mwezi wa 3. Kwa sababu kile tukicheza nao mwezi wa 3 tunakuwa tunawaharibia shughuli. Kile tukitoka kucheza na sisi tu. Basi wewe ukimwona tu Jangwani popote alipoomba baba. Basi unapewa. Rais kiubwete kabisa. Yaani akitoka kucheza na Azamu Yanga. Wewe fanya research ndugu yangu, fanya research. Akitoka kupiga na Azamu tu Yanga. Basi angalia kinachofuata mbele. Anagaa. Basi kila mtu baba akija kugonga hodi, amefungulia chumba, ameingia. Muulize Tabora. Sasa unabisha kitu gani? Muulize Tabora na ndio na tabia yake ilivyo. Tukimpasua, kwa yote anaachia, anapasuka. Tukitoka na sare, wengine wote anaachia sare hivyo. Ndio michezo inakuwa hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, unapozungumzia Azam Football Club unazungumzia timu ambayo ina utofauti kwenye mpira wa Tanzania. Flora Ibenge ameahidi Neema round ya pili. Nisikilize mimi nakwambia mwenezi. Round ya pili kuna Neema inakuja kwa Azam Football Club. Kuna Bahari inakuja hapo Azam Complex. Tarehe 5 nakutana nao pia. Mshangazi huo. Tarehe 5 Mshangazi unakuja Geto. Na ndio tunachokiomba. Na tumetoa rai kwa viongozi wetu wa Azam Football Club. Sisi kama mashabiki ni wengi ambao tunahitaji kuona uwanja wetu Azam Complex unaheshimishwa. Tunatamani kuona Azam Complex inaheshimishwa, mabango yanayowaka taa, video zinazozunguka, uwanja wenye TV, tunataka uonekane na kila mtu aushuhudie. Isiyo na mechi zetu sisi lakini zinapelekwa Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni dambu la wote, ni uwanja wa kila mtu. Azam wa kwake, Simba wa kwake, Yanga wa kwake, Tabora wa kwake na Mungu wa kwake wote, lakini Azam Complex ni uwanja wetu. Tunatakiwa tuheshimishe uwanja wetu. Tarehe 5 viongozi wetu wafanye katika hali na mali, waambie wahusika au bodi ya ligi waje Azam Complex tuje kuumana na Mshangazi. Tunataka point 3 pale. Amethibitisha hilo Thabit Zakaria Dhaka za kazi. Mechi ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya Azam FC itapigwa katika viunga vya Azam Complex. Oyo, hiyo exclusive baba unanipa hiyo. Mshangazi utoki yo. Wana kibabage kaka.
Nani? Kibabage. Mchezaji anajitutumua. Mchezaji mpaka ajitutumue. Sio lazima anajitutumua. Aje kukutana na mchezaji ambaye ball talent. Unajua ball talent kaka yule. Unajua maana ball talent? Kipaji. Maana Pascal Msindo. Fullback ya mpira. Azomata, azokita. Ndio yule Pascal Msindo. Lusajo Lukada Maikenda. Atakuwa amepumzika kwa muda mrefu. Maana kipindi hiki chote hiki hao watu tunakutajia manake wamefaje? Wanakula shishi, miguu juu, wamenyosha wanapumzika. Wanamsubiri Singida, wanamsubiri Mshangazi. Nisikize mimi ninachokuambia kinachotokea mbele ya safari hapo. Wewe unataka kusema kitu gani? Tukutane tarehe 5 Azam Complex hapo. Unaona kama tarehe 5 ni mbali sana. Sana. Kama hiyo imethibitika mechi ni Azam Complex. Amesema. Natamani siku zizirudi nyuma haraka haraka. Unajua mimi nikwambia kitu kimoja. Lakini Simba viwanja vyake vyote ni kama nyumbani. Hamna cha kiwanja kuwa kama nyumbani kwa Simba. Nisikilize mimi nakwambia. Hamna kitu hiko. Kwa sababu kwani Simba sio wamekimbia hapa? Estadio de Migration. Hiyo ndio inaitwa Estadio de Migration. Hiyo hapo hiyo. Wamekimbia Simba hapo, wamekimbia Yanga hapo. Sasa Mshangazi ndio tushaulazimisha uje hapo. Na umekuja geto. Nisikilize mimi nakwambia mwenezi. Mshangazi ushakuja geto. Sio umesema amesema. Na akishasema zaka ndio limeisha. Akisema zaka tu manake ndio limeisha. Mshangazi nakuja kupasua mara ya 3 namaliza pakti. Mshangazi napasua mara ya 3 namaliza pakti mimi. Kumbe game hapo. Usitukane mamba. Siwezi kutukana nakwambia hiyo ndio Azam Football Club. Wewe unasema kitu gani? Kwenye kamera hawezi kufanya mambo. Mambo gani? Haya kupulizia. Kesho watu waachie video zako. Wewe utakubali mambo hayo? Leo unafanya kesho video mitandaoni wewe utakubali? Lazima utaki kupeleka sehemu ambapo unasema, kamera off, watu wanaingia kufanya vitu. Hapo mzee kamera oni. Na ikionekana kuna mtu amefanya vitu sioeleweka tu, tayari ameingia kwenye matatizo. Ndio Azam Complex hiyo baba sasa hivi. Nisikize mimi nakwambia. Pakti inaenda kumaliziwa. Pakti inaisha hapo Azam Complex tarehe 5. Unajua. Nani? Wao wanachokitamba. Wanatamba nini? Kuna Anicet Eura. Ana magoli mangapi kwenye ligi? Wana magoli mangapi hao unaowasema? Mchezaji ambaye ana mchango wa magoli mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara ukijumlisha wote wale kuwepo. Faisal Salum Abdalla Faila Sufi, fundi wa mpira. Ana magoli mangapi? Ana magoli 6 na assist 5. Usiseme ana magoli 6 tu. Maliza vyote. Goli 6 assist 5. Wewe unasemaje? Ndio anakuja kuumana naye hapo Azam Complex. Wewe unakuja kuniambia miaka Dalibasegwe mchezaji anavaa utunda? Wewe unasema nini bwana? Subiria tarehe 5 hapo ni balaa inakuja kutokea hilo. Hiyo mwache baba hiyo. Tarehe 5 kumbe Mshangazi ndio tayari washatukubalia unakuja geto Mshangazi. Nilikuwa taarifa hizi sina. Katika kitu nilikuwa nakiomba kwa Mwenyezi Mungu. Ajalie kitokee na kiwe basi Mshangazi kuja geto. Jambo la heri limekuwa jamani jamaa. Mshangazi ndo anajiona na nuksi siku hiyo. Tunataka tuhakishe Mshangazi unataka kukimbia geto. Unajua Mshangazi ukitaka kukimbia geto wewe. Haya. Mshangazi umemshindwa Yanga Afrika nzinye mtaweza. Sasa Yanga Afrika nimekwambia nani? Nimekwambia Yanga Afrika na mmeshindwa kumfunga Yanga Afrika. Nani? Nyie. Tumeshindwa? Kumfunga Yanga Afrika. Tumeshindwa kumfunga sisi? Na mkiwa nyumbani tena. Nisikilize. Kauli waliosema wao kama mmeshindwa kuwafunga katika mzunguko wa raundi ya kwanza la adhimu. Wameapa. Mzunguko wa raundi ya pili mtasaga meno na mtaumia. Ndugu yangu kuapa unako kusema kila mtu anaapa. Hata mtu akitoka nyumbani kwake mimi leo mimi nakwambia leo lazima mimi nitafanya juu chini niweze kupata chochote. Idaje kurudi na chochote ndio kipengele. Kwa hiyo masuala ya kuapa, masuala kwamba amepania, unapania uwezo unao? Unapania sawa, je uwezo unao? Nyie mnaonaje? Nani? Hiyo timu ambayo inacheza kwenye mechi 15 inacheza mechi 4. Huyu anasemaje huyu bwana? Zingine zote bonanza. Tuulize sisi tunacheza mechi kweli? Hebu niambie Tanzania hii timu gani ambayo kwenye mechi zote ambazo walikuwa wanaenda kucheza viongozi wa mikoa na wabunge waliahidi hela tofauti na Azam FC. Tumeenda kucheza na Pamba sisi Azam Football Club. Mkuu wa mkoa anaahidi milioni 10. Ile ahadi wanakuja kuchukua watu wengine jifaite ndio wameahidiwa wao. Wewe hujaiona ile? Wewe unafikiri mechi na nani ile? Tumeenda kucheza mechi na Mashujaa, mbunge wa Kigoma Baba Levo anawaambia Mashujaa mpunga unakuja kuwekwa pale. Huyu asitoke asipate point hata moja. Wewe unasema nini? Sisi ndio tunacheza mechi kweli. Motisha nini? Motisha unasubiri mechi moja? Mbona mechi zingine wewe kizo motisha? Unamsubiria Azam tu ndio kuweka motisha. Hasa sisi watu kama ndio tunakwambia safari tunafungia Putululu. Unajua Putululu? Unaitika nini? Hebu niache mimi niondoke zangu.